Orodha ya timu zinazowania tuzo ya klabu bora ya mwaka kwenye tuzo za CAF, Shomari Kapombe wa Simba pia kwenye orodha ya wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka CAF. Ina thamani kiasi gani kwa klabu lakini kwa soka la Tanzania? Kwanza hatujatajwa kwa kupendelewa ama kwa anado. Tumetajwa kwa kigezo namba 1 cha ubora. Na timu ya mpira wa miguu huwa inafanya kila inachoweza kufanya kuwa bora. Kwa hiyo kwa msimu uliopita timu yetu kuingia kwenye orodha hiyo ya timu 10 barani Afrika ni jambo la heshima kubwa mno kwetu, kwa sababu msimu uliopita tulikuwa bora sana. Lakini inaongeza thamani ya timu yetu, namna ambavyo watu walikuwa wakitazama timu yetu kabla ya nomination kutoka na sasa ni tofauti sana. Kwa sasa timu yetu inatazamwa kwa jicho kubwa, kwa jicho la heshima kubwa. Lakini heshima vile vile imeongezeka kwamba hii sio timu ya kuichukulia kawaida. Hii ni timu kubwa sana ambayo inastahili thamani yake. Na thamani ya Simba Sports Club imeongezeka hivi sasa sokoni. Hiyo ni kwa upande wa timu. Kwa upande wa Shomari Kapombe ni heshima kubwa kwake yeye kama mchezaji, ni heshima kubwa kwa timu yake ya Simba Sports Club, na ni heshima kubwa kwa Simba Sports Club, na ni heshima kubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini sisi kwetu Simba tunaichukulia hii kama ni heshima kubwa zaidi kwetu, kwa sababu aliyeteuliwa kuwania tuzo hii ni nahodha wa Simba Sports Club. Tafsiri yake ni kwamba kumchagua Kapombe kuwa nahodha wa Simba haikuwa tu kwa sababu ni mchezaji mkongwe ndani ya timu. Kumchagua Kapombe kuwa nahodha ni kutokana na ubora wake mkubwa kuliko wachezaji wengine, ndio maana tukampa nafasi hiyo. Lakini unapokuwa na nahodha wa namna hiyo, ambaye nahodha huyo ni katika wachezaji 10 bora barani Afrika, maana yake anapokaa na kuzungumza na wachezaji wengine wanatii, kwa sababu anayezungumza amewazidi mbali, anayewazungumza anazungumza kwa reference ya ubora aliyokuwa nao. Hiyo inakuwa ni faida kubwa sana kwa Simba Sports Club kuwa na mchezaji ama kuwa na nahodha wa daraja la Shomari Kapombe. Lakini personally kwa Shomari Kapombe imemrejeshia heshima yake. Wapo watu walishaanza kumbeza, wapo watu walishaanza kumstaafisha, wapo watu walishamuona amechoka, lakini kwenye kipindi ambacho wao wanamuona amechoka, ndipo Shomari Kapombe anaibuka na kuwa shujaa wa maisha yake. Na hapo inaturejea sisi kwetu, kama tungeingia mkenge ya kuamini watu kwamba Shomari amechoka msimu uliopita, msimu huu ulioanza, tusingemuongezea mkataba, kumbe tungekuwa tumeacha lulu kweli. Kwa hiyo hii imekwenda kujibu vitu vingi ndani ya timu yetu ya Simba Sports Club. Kushindania ni jambo moja, kushinda ni jambo jingine. Kwenu mko tayari kwa lipi? Sisi tumeshashinda tuzo ya mchezaji bora. Tumeshashinda, tumeshampa Shomari Kapombe, wala hatusubiri siku ya usiku wa tuzo. Sisi tumeshashinda kuwa timu bora ya Afrika, wala hatusubiri. Tukija kwenye timu bora ya Afrika, we clearly understand ya kwamba timu bora zaidi itakuwa ni Pyramids ya Misri. Wao ndio wamekuwa bora sana kuliko sisi msimu uliopita. Ukiwaangalia mafanikio yao, wamechukua ubingwa wa Afrika, wamechukua na Super Cup ya Afrika. Kwa hiyo mshindi wa kwanza unaona kabisa akiwa ni Pyramids. Hilo halina kificho cha aina yeyote. Mshindi wa pili unamuona kabisa akiwa ni Berkane, ambaye Berkane sisi ametuzidi ubora kwa sababu tumecheza naye na ametufunga kwenye hatua ya finali. Manake yeye ni bora zaidi kuliko sisi. Nafasi ya 3 ndiyo inaangukia kwa Simba Sports Club. Either ni Simba Sports Club ama ni Mamelodi Sundowns, lakini sisi tunakwambia ni Simba Sports Club anaangukia nafasi ya 3. Kwa sisi tayari tumeshajitangaza zamani kweli kwenye eneo hilo la ubingwa. Kwenye upande wa mchezaji bora, Shomari Kapombe ateuliwe kuwa namba 1 Afrika,
asiteuliwe kuwa namba 1 Afrika, lakini sisi kitendo cha yeye kuwa nominated tayari tunamtangaza Shomari Kapombe kuwa ni mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani. Kwa hiyo itokee hivyo, isitokee hivyo, sisi hakuna kitakachotuuma wala kutumiza zaidi ya kwamba tunasherehekea mafanikio haya iliyofikia timu yetu na mafanikio haya aliyofikia mchezaji wetu Shomari Kapombe. Jumapili mchezo wa marejeano ligi ya mabingwa barani Afrika, una kipi cha kuambia wana Simba? Kwa sababu sehemu nyingine hakuna viingilio, Simba mmeweka viingilio. Wana Simba wanatakiwa kununua tiketi kwa ajili ya kwenda kuiona Simba yao. Tumeweka viingilio kwa sababu ya thamani ya klabu yetu. Na mpira ni biashara, na mpira una utaratibu na utamaduni wake. Utamaduni wa mpira ni watu kulipa viingilio kuingia uwanjani. Kinyume na hapo huo sio mpira tena. Mtatafuta wenyewe shughuli ya kuita hiyo shughuli yenu. Kwa hiyo sisi tumeitathiminisha thamani ya klabu yetu, tukasema watu wanastahili kuingia kwa kulipa viingilio. Na bila shaka wana Simba hawawezi kukubali. Na mimi nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Sisi tungetangaza mechi yetu bure, tungepata watu wachache zaidi kuliko tukitangaza na kiingilio. Hiyo ndio hulka ya mashabiki wa Simba. Wenyewe hawako tayari kuona wanaingia bure. Sisi tuna mashabiki committed, tuna mashabiki ambao wanataka kushiriki kwenye kuichangia na kuiendesha timu yao. Tuna mashabiki ambao wana mapenzi ya dhati na timu yao ya Simba Sports Club. Lakini thamani yetu sisi ni kubwa mno, sio thamani ya kwenda kuiangalia bure. Na mimi nikwambie ama nikuulize wewe, ni bidhaa gani hapa Tanzania inapatikana bure dukani? Leo hii wewe ukiambiwa bwana, hebu ingia hapa kwa Shafi Dauda uje uchukue, kuna jezi inatolewa bure, wewe utaingia? Ama hata ukiingia ukichukua utakuwa na mapenzi na hiyo bidhaa? Si utakuwa na mashaka nayo? Kwa sababu bure haina thamani siku zote. Sasa kwa Simba Sports Club sisi klabu yetu ina thamani kubwa, brand yake ni ya hali ya juu, na watu wanatakiwa kulipa ili kwenda kuipata hiyo bora. Lakini ukiweka bure maana yake unaondoa utaratibu wote. Unawalazimisha watu waingie uwanjani muda wasiotaka. Yani unafanya vitu vingi ambavyo unaondoa utaratibu wake na kuwakera watu. Na haina heshima tu. Meka uwanjani ukigeuka na unaingia bure na unaelofa tu kama mimi. Inakosa heshima. Sasa mashabiki wa Simba hatuwezi kuwakosea namna hiyo. Tumeweka viingilio pale, kila mtu anunue kiingilio chake aje Benjamin Mkapa. Ahmed, meneja Pantev, mechi yake ya kwanza anafanikiwa kushinda goli 3-0. Pengine hii tunaweza kusema ni mwanzo wa nyota kwa Simba. Ukianza vizuri kazini ni jambo jema, na kwa mwalimu ambaye amechukua timu kukiwa kuna pressure kubwa, watu wakiwa hawaamini katika yeye, watu wakisema maneno mengi kuhusu yeye anayechukua timu, na magoli 3 sio issue kubwa sana. Issue kubwa ni kwamba timu inaonekana kuwa na mabadiliko makubwa kutoka pale ambapo Simba ilikuwepo na kule ambapo yeye meneja Pantev amechukua Simba. Unaona kuna mabadiliko makubwa sana hasa ya kiuchezaji. Hilo ni jambo la kutia faraja na kutia amani, na inaonesha wazi kwamba mwalimu akiendelea kupata muda wa kutosha ataendelea kutengeneza silaha za kutisha zenye kuangamiza wapinzani huko tunakoelekea. Pengine tutarajie msimu huu dabi kwenu mnaenda kushinda, na chini ya meneja Pantev mtavuka kwenda nusu finali kwenye klabu bingwa Afrika. Twende hatua kwa hatua. Kwa sasa tunaangalia zaidi tarehe 26. Tunavukaje kuingia hatua ya makundi. Tukiingia makundi tuitafute robo finali. Tukifika robo finali tuwekeze nguvu kufika nusu finali. Mipango ya dabi hatuwezi kuizungumzia sasa kwa sababu bado kuna mechi nyingine hapa za ligi kuu ya NBC ambazo ni ngumu zaidi. Tuna TRA tarehe 30, tuna Azam FC tarehe 2. Kwa hiyo
tunatakiwa kukusanya hizi alama hapa kabla ya kufika kwenye dabi. Ahmed, mimi natamani kujua siri ya mabeki wenu wakati kila kukicha wamekuwa wakishinda wao tu. Ni mifumo, ni namna ambavyo mwalimu anaitengeneza timu yake kwenye uwanja wa mazoezi, ndio ambao unawezesha mabeki wale wanapanda, wanapata nafasi, wanafunga. Na ukiangalia wote waliofunga wamefunga kwa namna ya kufanana. Wote wamefunga kwa magoli vichwa. Ukitoa moja ambayo alifunga Rushain kwa mguu, lakini ilikuwa ni cross ambayo ilipigwa ikatua chini akafunga. Kwa hiyo ni mipango ambayo inafanyika katika uwanja wa mazoezi, ndio ambao unawapa consistency mabeki wetu kupata magoli. Mohamed Bajaber, mashabiki wa Simba wamekuwa kimsubiri kwa hamu sana. Pengine tutarajie kumuona mechi ya Jumapili. Ameshapona na ameshaanza mazoezi. Sasa kumuona kwenye mechi ya Jumapili inabaki kuwa ni mpango wa mwalimu. Kama atamtumia ama kama mwalimu ataona bado hajakuwa sawa sawa, yeye ndiye ambaye ataamua. Shukran sana. Asante sana.